Tupitishe kidogo neno Kagera asili yake ni. Kwanza sehemu hii ya kwetu kiutawala. Tunaongea kiutawala. Kiutawala ilianza ikiwa sehemu ya kanda ya ziwa. Lake Zone. Wakati wa province ya wakoloni pale. Ilikuwa Lake Zone. Ni mwishoni wa miaka ya 50 kabla ya uhuru, ndipo Kagera ikatengwa. Ikaitwa West Lake. Maana yake magharibi ya ziwa Victoria. Iwe ikawa province au kanda ya magharibi ya ziwa magharibi. Hapo ni kwa muda fulani. Sasa ikaendelea hivyo mpaka ikaja vita vya Idi Amin. Najua ninyi hamkuviona. Mimi nilikuwa tena hapa, mabomu yaniangukia nikiwa hapa Bukoba mjini. Siku moja nilikuwa kule nakwenda kununua mikate kwenye dada ya maji pale. Ikaja ndege la Idi Amin ikalala chini. Karibu mita kama 150 hapo bomu likaanguka. Mambo yakapita juu. Hiyo tuliyaona hayo. Sasa baada ya kushinda vile vita, mkoa huu ambao ulipata mshtuko ule wa vita vya Idi Amin, ukaona sasa kwa Idi Amin alikuwa anavuka mto wa Kagera. Alikuwa anataka kuvuka mto wa Kagera kuingia Tanzania. Na mto Kagera ndio ilikuwa kaitwa vita vya Kagera. Kwa sababu ilikuwa inapiganwa kwenye mto Kagera pale na kuvuka. Na alikuja mpaka mto Kagera na kavunja daraja la mto Kagera. Basi mkoa huu tangu hapo kaitwa mkoa wa Kagera. Kagera. Okay. Katika mkoa wa Kagera tunayo makabila tofauti. Wapo ambao wanajiita Wahaya, wapo ambao wanajiita Wanyambo, kuna Waangaza na mengine ambao ni madogo. Na makabila haya yanaonekana kuingiliana na makabila baadhi ya nchi za jirani, ukizungumzia Uganda, ukizungumzia Rwanda na Burundi. Kwa mtu ambaye ni kizazi cha hivi karibuni, anaweza akasema sisi labda ni ndugu na hawa wenzetu wa nchi za jirani. Sasa labda nikupe kwa somo kubwa zaidi sasa. Yeye alisema ukija Afrika kusini mwa Sahara wanaituita Babantu. Na ukiingia katika lugha zetu unakuta wanaita mtu, muntu, hintu, ni mtu kumaanisha binadamu. Mtu. Hivyo mtu ilikuwa ni Babantu. Tukaitwa sote Wabantu kusini mwa jangwa la Sahara. Kuna wachache sana tofauti kama wa Iraq, kama wengine ambao ni tofauti kidogo, lakini kijumla chetu tunakuwa Wabantu. Sasa kati ya Wabantu hawa kuna watu wanaoita wa maziwa makuu. Maana yake kuanzia kwenye ziwa Albert kwenda mpaka ziwa Tanganyika. Kisehemu hiki chote cha magharibi ya ziwa Victoria, hiki chote kinaitwa kisehemu cha maziwa makuu, ambao kinaingia watu wa Uganda, Rwanda, Burundi na Tanzania. Hawa kwa Kiingereza wa Lancastrian, yani watu wa maziwa makuu. Na ukishika watu wa maziwa makuu wote hawa, tuna vitu vingi vinafanana. Hata ukienda kwa Wahaya, ukaenda kwa Wanyarwanda, ukaenda kwa Warundi, ukaenda kwa Waganda, kuna vitu vingi ambavyo tunafanana. Lakini kati ya watu hawa tunaoita wa maziwa makuu, tuna vikundi vingine vitatu. Kuna maziwa makuu wa magharibi, ambao ndio akina sisi. Ndio akina sisi wa magharibi. Hao ndio wanaingia Wahaya. Ninapoongea nitakuja kuleta Wahaya baadaye. Nikiingia Wahaya niingia Wanyambo wote na Waamba na wote hao. Unaingia Wanyankore, unaingia Wanyoro, unaingia Watoro, unaingia Wakiga. Wote hao tukiongea lugha inafanana. Lafudhi ndio tofauti kufuatana na muda tulio tukai pamoja. Lakini akiongea Mnyankore utaelewa kila kitu. Akiongea Mzinza utaelewa kila kitu. Hivyo ni lugha inayofanana. Alafu kuna Lancastrian au maziwa makuu ya kusini. Ya kusini hao ndio utakuta Wanyarwanda, Waha, Warundi, Waangaza. Wote hao wanaongea lugha inafanana. Watakuwa na lafudhi tofauti moja kati ya mwingine, kati ya Mha na Mnyarwanda, lakini wakiongea lugha wanafanana. Alafu kuna Wabantu wa magharibi, ndio Waganda. Waganda wakiongea utaelewa, vitu vingine hautaelewa. Hivyo tuna makundi matatu. Sisi tuko katika kundi lila la magharibi. Sasa katika magharibi hiyo, licha ya makabila ya makubwa ndio sema Wahaya, Wanyankole, Wakiga, Watoro, kuna hawa tunaoita Wahaya kwa kijumla. Wahaya kwa kijumla. Haya, sijui kama niite makabila au niite vikundi vya kabila. Kwa sababu hakuna tofauti sana. Na utofauti wao ni kwamba ilikuwa ni kisiasa. Kisiasa tulitengeneza naita chiefdoms, yani
ile sehemu za tawala ndogo. Za tawala ndogo. Sasa kuita falme. Ita falme ukitaka. Falme zile ndogo ambazo zilikuwa zinakatika. Na ikikatika inatengeneza kadiko kwa jita kabila. Hivyo nakuta Wanyambo kule Karagwe ilipo katika wakaita Wanyambo kule. Yangiro ilipo kujikata yenyewe ikaita Wanyangiro. Kianja ilipo jikata wakaita mwanzoni kwa wote Wayoza walikuwa Kiamtwara nzima. Jambo ilikuwa ni Kianja, Kiamtwara, Baruku na Bugabo. Ilikuwa nani kafalme kamoja. Kalipo katika ukatengeneza Kianja kawaita Waamba, ukatengeneza Kiamtwara ukajiita Wayoza, ukatengeneza Kabugabo kaita Waendangabo. Lakini watu wale na walikuwa ni falme moja wakati fulani. Sasa hizo zikakatika hizo kufuatana na tawala zilizokuwepo. Na kati ya tawala alafu ukakuta Wasubi, Wasubi kule ambao ni Wabiaramuro. Tofauti na Washubi. Kuna Wasubi na Washubi hao wanakwenda kwa wanga za kule. Ndio sehemu ya Nyakaura na wapi huko. Lakini Wasubi ndio hawa Wabiaramuro ambao lugha ni ile kama ya kwetu. Alafu unakwenda kwa Wazinza kule ambao lugha ile ndio ya kwetu. Unakwenda kwa sehemu ya Bukara kule visiwa vya Ukerewe. Kuna sehemu moja ni kati ya wetu sisi. Sasa Wahaya sasa. Nakuja kuleta tofauti kati ya Wahaya na kitu kingine. Wazungu walipokuja Wajerumani walifikia hapa Bukoba mjini. Na Bukoba mjini hapa ukoo uliokuwa unaishi hapa Bukoba mjini hadi leo. Nakumbuka ndugu yetu James Rugemalira anasema kila mimi Mkoba. Kabila la Wakoba. Ndio wako hapa custom na sehemu yote hii. Hivyo nini wakina nani sisi ni Bakoba? Hapa ni Bukoba. Hivyo mji waliotengenezwa pale ukaitwa Bukoba. Kwa sababu ya wale Bakoba hata na wilaya nzima ikaitwa Bukoba. Na ikaenda mpaka kule kote huko. Sasa ikawa Bukoba hapa. Alafu watu wanaoishi hapa kwenye mwaro hapo kuelekea mpaka Kemondo mpaka nini walikuwa wanaitwa Bahaya. Bahaya. Basi mko nini ni Bahaya. Sio kwamba ilikuwa watu wengi, ni watu wachache tu wale wa Mwaroni pale. Basi watu hawa ni wa Bukoba na ni Wahaya. Basi sote tukawa Wahaya. Sote tukawa Wahaya. Sasa baada ya kufanya sote Wahaya, hivyo Waendangabo, Wazinza, Waendangabo, Waamba, wanani, sote tukawa Wahaya. Sasa walipoanza kutengeneza wilaya, wakatengeneza wilaya ya Bukoba. Wilaya ya Bukoba ilikuwa na temi 7. Nitakuja kueleza kwa nini zitakuwa 8 baadaye. Zilikuwa 7. Ambayo ilikuwa ni Karagwe, Yangiro, Kianja walipoingia wakoloni. Ilikuwa Kianja, Kiamtwara, Bugabo, Kiziba na Misenyi. Misenyi ilikuwa imekatwa kutoka Uganda. Kule ndio soma alikuwa anapatafuta pale. Ilikuwa imekatwa. Ilikuwa sehemu ya Budu ambayo ni Uganda ya Kusini. Lakini walipokutana pale mwaka 1880 wakatia mstari mmoja tu Misenyi karudi huko. Ikaitwa Misenyi, wakaitwa Wabumbiro. Hivyo ikawa ni 7. Maruku ilikuwa falme. Maruku ilikuwa sehemu ya Kiamtwara ya leo. Lakini kwa sababu Kiamtwara ilikuja ikatawaliwa na Abankango. Na Abankango sio Bahima sawa. Zamani sana Abankango mtanisamehe. Lakini hawakuwa katika ile koo ya Wahinda. Walitoka Karagwe. Na kwa namna hiyo hawakuweza kutoa sadaka. Unajua mtemi nani? Kasisi wa ufalme halisi alikuwa ni mtemi mwenyewe. Na alipaswa kutoa sadaka kwa ajili ya temi yote. Hivyo wakatengeneza Kamaruku, wakamweka mfalme Mhinda ambaye alikuwa ni kama jina tu kama heshima, lakini yuko chini ya Kiamtwara. Na akawa anatoa sadaka kwa ajili ya Kiamtwara, Bugabo na Maruku. Sasa walipokuja wazungu, wanaye wakamhesabia kautemi kake Kamaruku. Ndio ikawa temi 8 hapo. Sasa hao walipoweka kwa wilaya moja wakawaita Wahaya. Ndio sababu kila mara ninapokuwa naongea na Wanyambo nasema sisi sio Wahaya. Nasema bwana, kama ninyi sio Wahaya hawapo. Mimi Myoza, huyu Mwendangabo, huyu Mwamba, huyu Mnyambo. Sawa? Hakuna Mhaya. Ila temi hizi 8 wazungu baada ya kuziweka pamoja wakatengeneza Wahaya.
na akawapa makao yao makuu Rwamishenye. Ndio wakajenga ile country ya Rwamishenye. Hata na ile nyumba ya Rwamishenye ni nyumba ya kihistoria iliyofunguliwa mwaka 1956 na temi zote 8. Wakisema hii hapa wakaita Engoma ya Buhaya. Maana yake ngoma ya Buhaya. Unajua ngoma ndio ishara ya ufalme, ndio ishara ya utawala. Hata ukienda pale leo bado imechorwa pale Engoma ya Buhaya. Pale kwenye chemba pale ya Rwamishenye. Na ilijengwa na temi zote hizi 8. Wakijiita Engoma ya Buhaya. Sasa baadaye Karagwe ikawa wilaya, ikakatwa. Sasa Karagwe ilipokatwa ikaona yenyewe sasa sio Bukoba tena. Na ilipoacha kuwa Bukoba ikajifanya kuacha kuwa na Mhaya tena, wakawa Wanyambo. Haya basi. Sasa ikawa tunakatakatana, lakini kwa kweli Wahaya basi ndio hao. Sijui kama nimefikia jibu nadhani la kabila hizi.